Watu wa Mungu na wasalimu wa mjambo. Hamjambo tena. Ni sabato nyingine njema ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia sisi sote tuweze kukutana hapa kanisani ili tuweze kupata kuhimizika kupitia kwa neno takatifu. Hivyo basi, kwa majina ninaitwa Elkanah Bet. Mimi ni mmoja wa wanamisionari ambao tumekuja eneo hili ili tuweze kwa pamoja kuambia kuhusu upendo wa Mungu na tuzidi kuambia ukweli wote ambao umo katika neno takatifu la Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, ningependa niweze kupata kuomba, na kwa pamoja ningependa tuweze kunyenyekea kisha tuweze kupata ombi. Na tuombe. Mungu mtakatifu unayependa ulimwengu huu, utukuzwe na uhimidiwe milele. Baba, asante kwa sababu umenipa nafasi hii ili niweze kuzungumza na wana wako, niweze kuwapasha habari kuhusu kufufuka na hata kuwa watu wenye kustahili machoni pako. Nitumie kama chombo chako ili nisinene maneno yangu mwenyewe, bali maneno yote yaweze kutoka kwako. Roho wako Mtakatifu awe pamoja nami, aweze pia kuongoza wana wako ili waweze kusikiza ujumbe huu na wapate kukusifu baada ya yote. Hili ndilo ombi langu kupitia kwa jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana hata mkombozi wetu. Amen. Amen. Asante sana kwa nafasi hii. Ningependa tuweze kupata habari siku ya leo. Na habari ambayo tunaenda kuzungumzia kwa siku ya leo ni habari ambayo inatuambia kwamba kwa hakika ulimwengu huu tunaoishi sio ulimwengu utakaodumu milele. Yaani, siku ya leo tunaenda kupata kufahamu ya kwamba wokovu wetu kama watu wa Mungu umeweza kukaribia mno kuliko hata wakati ule tulipoamini. Na hivyo basi, manake wokovu wetu umeweza kukaribia zaidi ya wakati ambapo tuliweza kuamini. Tunastahili basi kuwa ni watu ambao tunakesha na tunaomba. Manake tutakapokesha na kuomba na kujiandaa jinsi ifaavyo, ndivyo wokovu huo ama Kristo atakaporejea, kila mmoja wetu ataweza kupatikana kuwa mwenye kustahili katika kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Utagundua ya kwamba katika ulimwengu huu, hasa wakati huu ninapozungumza, watu wengi hawana huo kujua ya kwamba Kristo anakuja hivi karibuni. Ndio maana unawaona wanajihusisha na biashara zao. Hawana haja na Mwenyezi Mungu. Wanasema ya kwamba tunaweza kujipatia amani, tunaweza kujipatia furaha katika ulimwengu huu. Na hivyo basi hata kuhudhuria kanisani wakati mwingine ni jambo la kutisha ama la kusikitisha kwao. Wanaona ni kupoteza muda mwingi. Wakati mwingine hata iwapo kuna mkutano ambao umeweza kuandaliwa kwa ajili ya watu hawa, au hawatakuwa na haja ya hata kutenga hata saa moja ama hata muda mfupi ili aweze kuja kusikiza ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Yeye anang'ang'ana kule shambani, anang'ang'ana katika biashara yake bila hata kumpa Mungu nafasi ya kuweza kumzungumzia kama njia ya kumwandaa kwa minajili ya kurejea kwake mara ya pili. Ndiyo sababu tumeweza kuja mahala hapa na hasa katika siku ya Bwana ili tuweze kujikumbusha na kujiambia kwamba sisi tunaoishi katika ulimwengu huu hatutaishi siku zote humu.
Maana sisi kama wanadamu tunaishi kwa muda mfupi. Sisi ni kama majani ambao tukisha anguka kwenye mti tunakauka na tunaangamia. Lakini kuna tumaini kwa wale ambao wamekwisha kumfahamu Kristo. Wamemweka Kristo awe msaidizi wao maishani mwao. Kristo amo akiwaongoza nyakati zote. Ikiwa ni wakati wa furaha, ikiwa ni wakati wa huzuni, watu hao wote wanamlilia Mungu. Sio ati ya kwamba wakati kuna furaha unajaribu kukimbia na kukimbiza biashara zako ukimwachilia Mwenyezi Mungu. Lakini siku ile ambapo utaweza kupatikana na changamoto, ndipo unajaribu kumkimbilia Mungu sasa, na unaambia kanisa uniombee ya kwamba niliweza kufanya hivi na hivi na changamoto zimenipata. Himizo basi ni kwamba huu ndio wakati ambao umekubalika wa kumtafuta Mwenyezi Mungu. Siku ya Kristo isije ikakupata kama nani? Kama mwizi ajapo na kumpata yule mwenye nyumba akiwa hajafanya nini? Hajaweza kujiandaa. Na hivyo basi msomaji, ningependa tuweze kuenda moja kwa moja mpaka kitabu cha Waefeso 5 mlango wa 5 na tusome fungu la 14 ambalo ndilo fungu letu kuu kwa siku ya leo. Hivyo husema, amka ewe mshiriki wa kanisa hili, ewe unayesinzia katika shughuli zako mwenyewe, kisha naam, afufuka katika wafu, na Kristo ataweza kukuangaza. Hautatembea katika giza. Ili Kristo atakaporejea, isiwe ni kwamba umeweza kupotoka. Isiwe ni kwamba Kristo atakwambia sikujui. Maana katika siku ile Kristo atakaporejea, watu wengi watamwambia Kristo, kwa hakika nilifanya nini? Nilikutumikia. Mimi nilikuwa mshiriki, mimi nilikuwa mzee wa kanisa, mimi nilikuwa shemazi kanisani, mimi nilikuwa ninaweka pesa za kanisa, mimi nilikuwa mwalimu wa watoto, mimi hata nilikuwa naenda kuhubiri Injili, nilikuwa ninakutumikia katika hali zote. Lakini Kristo atawaambia nini? Siwafahamu. Maanake walipokuwa wakifanya shughuli hizo zote, hawakuweka mioyo yao iweze kuwa laini na ya Mwenyezi Mungu. Watu wengi katika siku ya leo wamo kanisani sio kwa sababu wanamtafuta Mungu. Na sijui kama hata nawe uko kanisani kwa ajili ya kumtafuta Mwenyezi Mungu, ama umo hapa kanisani kwa sababu ulizaliwa humu ukajipata wazazi wako wanakuamuru uweze kukimbia kanisani. Sijui kama ni kwa sababu ya kupenda tu ile sehemu ya nyimbo, lakini ukisikia ujumbe wa Mwenyezi Mungu, mara mahubiri yakitolewa, unaanza kujitenga nayo ukisema ya kwamba haya mimi sipendezwi nayo. Sijui kama wewe umo hapa kanisani kwa sababu ya kazi hii ambayo umepewa. Lakini Kristo anakuambia kwamba jambo kuu ambalo linahitajika maishani mwako ni kwamba uweze kuelewa ujumbe wa msalaba. Uweze kugundua na kufahamu na kuelewa vizuri kuhusu jinsi ambavyo Kristo aliweza kujitoa mwenyewe, akanyenyekea, akasema ya kwamba mimi sistahili hata chochote, ninastahili tu kwenda kukufa kwa sababu ya yule mshiriki anayeshiriki katika kanisa hili, ama hata katika ulimwengu wote. Na katika siku ile tutakayopata kuelewa hivyo, katika siku ile ambayo tutamkaribisha Kristo aweze kuwa msaidizi wetu, iwe ni wakati wa furaha, iwe ni wakati wa huzuni, kwa hakika ninakwambia kwamba Kristo atatuokoa. Hata siku ile atakaporejea, atakwambia kwamba njoo mwanangu, umepitia mengi, umepitia changamoto nyingi, na sasa una uhuru wa kupata amani na wokovu milele. Isiwe ni kwamba unajaribu kujitafutia mali sasa.
Na sisemi ya kwamba usitafute mali, maana Mungu mwenyewe huwapa watu wote nini? Utajiri. Mungu anataka tu ya kwamba tutakapokuwa na mali hizo tusizifanye ama tusifanye mali hiyo iwe nini? Iwe miungu yetu ama sanamu yetu. Yaani tusijishughulishe nayo sana kiasi ya kwamba tunamsahau nani? Tunamsahau Mungu. Tusiwe tunajishughulisha na mambo yetu kiasi ya kwamba tunajaribu kutompa Mungu hata nafasi ya kufanya nini? Ya kuweza kusikiza anaponena pamoja nasi. Na je basi, katika ulimwengu huu shetani ameweza kudanganya wengi. Ameweza anatumia mbinu tofauti ili aweze kunasa hasa Wakristo. Na ninawaambia siku ya leo ya kwamba shetani anapigana sana na wale wote ambao wamemtumainia Kristo. Maanake yeyote ambaye anajitoa awe mtumishi wa Mungu, yeyote ambaye anajitoa ili aweze kuwa mtoto ama mwana wa Mungu, lazima atapitia changamoto nyingi. Na ndio maana tunaambiwa ya kwamba wote ambao wanataka kuishi maisha mazuri kama ya Kristo watapitia mateso na majaribu mengi. Watu wengi wanaweza sema ya kwamba mimi naenda kanisani, maanake nitakapoenda kanisani changamoto zitaisha. Lakini ninakwambia kwamba unapokuja kanisani changamoto ndipo zinafanya nini? Zinaongezeka. Na kwa sababu zinaongezeka, ujue ya kwamba Kristo ako pamoja nawe. Na hivyo basi, kama upitii changamoto kanisani, kama upitii shida, hebu na ujiulize, je, Mungu ako pamoja nawe? Je, uko vizuri? Chunguza maisha yako. Maana wale watakaochagua kuenenda kama njia za Mungu zinavyosema, shetani hatawahi furahia, na ndio sababu ataleta changamoto hizo ili ziweze kumfanya afanye nini? Ajitoe kanisani. Na ndio maana unaona watu wengine wanapokwazwa tu kidogo kanisani, wanajitoa, wanajiepusha. Wanatoka kanisani wakisema ya kwamba nimeachia kanisa kina fulani na fulani. Lakini siku ya leo ninakwambia kwamba changamoto ndizo zinazotusaidia tunapokuwa kanisani. Watu wanapokusengenya, usife moyo. Na ndio maana nikasema ya kwamba uhakikisha ya kwamba uko hapa kanisani sio kwa sababu ya nafasi ambayo umepewa hapa, sio kwa sababu ya sehemu fulani tu katika kanisa, bali iwe ni ya kwamba umepata kuelewa vizuri ujumbe wa wokovu ambao Kristo aliweza kutoa. Na hivyo basi hata watu watakaposema maovu kukuhusu, watu watakapo kukusengenya, wewe tu umwangalie Kristo, umlilie, umwambie shida zako. Na utakapomwambia Yesu Kristo shida zako, hawezi akakuachilia. Atakuwa pamoja nawe, akutie nguvu hata utakapomaliza mwili. Msomaji, enenda mpaka kitabu cha Marko 1 mstari wa 14 na mstari wa 15. Marko 1 mstari wa 14. Naam. Inasema hivi katika Marko 1 mstari wa 14. Naam. 14, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani. Naam, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenenda Galilaya, akihubiri habari njema ya Mwenyezi Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umefanya nini? Ufalme wa Mungu umefanya nini? Ufalme wa Mwenyezi Mungu umepata kukaribia. Na siku ya leo tunasema ya kwamba umekaribia sana na umo pamoja nasi. Sijui wewe unaongoja ufalme gani? Ufalme tunaoongoja umo pamoja nasi na umo ndani mwetu. Ufalme huo tunafaa kung'ang'ania sana, ili kwamba Kristo atakaporejea tutakuwa tayari kuishi pamoja naye milele, maana tutakuwa tayari tumejiandaa. Na ndio maana siku ya leo tunajaribu kujihimiza ya kwamba hebu tuweze kuamka,
na tutakapoamka kutoka usingizi wetu, tutaweza kuelewa mapenzi ya Mungu ama yale yote ambayo Mungu anataka tuweze kujua maishani mwetu. Na tukiyaelewa hayo yote ambayo Mungu anataka tuweze kuyajua, ndipo tutakuwa na uwezo wa kuishi milele pamoja na yeye. Hivyo basi msomaji, ningependa usome katika kitabu cha Luka 17 na mstari wake ni wa 21 na 22. Inasema hivi katika kitabu kile cha Luka 17:21. Naam. Inasema ya kwamba naam. Akasema haya yote nimeyashika tangu utotoni wangu. Naam. Yesu aliposikia hayo alimwambia. Naam. Unasoma Luka 17 mstari wa 21. Inasema hivi samani. Naam. Inasema wala hawatasema nini? Tazama huku au kule. Msomaji, tuko katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 21 na 22. Naam. Wala hatasema tazama naam au kule. Naam. Kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu uko wapi? Umo ndani yenu. Umo ndani mwetu. Endelea msomaji. Akawaambia wanafunzi. Naam. Siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake Bwana wa Adamu. Naam, asante msomaji. Basi sisi sote tumeweza kufahamu ya kwamba kuna ule ufalme ambao tunatazamia ama tunajaribu kujitahidi ili tuweze kuufikia. Na ufalme huo ambao tumekuwa tuking'ang'ania tuweze kuufikia ni ufalme ambao sisi wenyewe tunastahili kujiandaa kwa minajili ya hiyo ufalme. Sio sisi tu kukuja kanisani kila siku bila kutazamia ama bila kujiandaa kwa minajili ya kurudi kwa Kristo. Sio hiyo tu sisi kukaa na kutazama jinsi ambavyo majira yanavyosonga, bali sisi wenyewe tunastahili kuwa makini sana tukimwomba Mungu na tukifanya yale yote ambayo yanahitajika katika maisha ya Mkristo. Ukisafisha moyo wako kutokana na maovu yote ambayo yanatukia mara kwa mara, tuweze kuondoa huo kutokuwa na upendo, tuweze kuwa na furaha sisi wenyewe kwa wenyewe, tuweze kuwa tayari kuwasaidia wale ambao wana mahitaji kutoka kwetu, tuweze kuwa tayari kutitoa miili yetu iweze kutumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yaani tuweze kujiandaa kwa kila namna ili Kristo atakaporejea atasema kwa hakika huyu ndiye mtoto wangu ambaye amekuwa aking'ang'ana, ambaye amekuwa akijitahidi katika kila namna. Na hivyo basi atakwambia kwamba uweze kuingia katika raha ambayo ameweza kukuandalia. Maana Kristo anatuambia kwamba humu sio nyumbani kwetu, ameenda kutuandalia makao, na katika siku ile ambayo atarudi atawapata wale wote ambao wamekuwa wakimsubiri. Na hivyo basi Isaya 25 mstari wa 9, Isaya akatuambia ujumbe ambao utaweza kuonekana siku hiyo. Watu wa Mungu wataishi vipi Kristo atakapokuja kuwachukua? Katika siku hiyo, naam, tazama huyu ndiye Mungu wetu. Huyu ndiye Mungu wetu ambaye tumemngoja sana. Sijui kama wewe umekuwa ukimngoja Yesu Kristo. Sijui kama wewe umekuwa ukijiandaa ili Kristo atakaporejea uweze kufurahia na kusema kwa hakika huyu ndiye Mungu ambaye nimekuwa nikimngoja. Ama wewe ndiwe utakayekuwa katika siku hiyo mwenye kuambia milima, hebu na utuangukie ili tusiweze kumwona huyu Yesu Kristo. Maana tuliweza kukataa
kupata mafundisho kutoka watumishi wake. Yani ya kwamba, yani usipate kuona macho ya Mwenyezi Mungu. Mimi natamani siku hiyo niweze kumwona Yesu Kristo, ambaye ndiye atakayekuwa mkombozi wangu milele, ambaye atanipa raha na furaha maishani mwangu. Iwe ni ombi lako hata nawe siku ya leo, ya kwamba Kristo atakaporejea siku hiyo uweze kufurahia kukuja kwake ili aweze kukuokoa. Maana siku hiyo hakutakuwa na shida hizi tunazoziona, hakutakuwa na njaa, hakutakuwa na hiyo kutokuwa na usalama maishani mwetu, hatutakuwa na watoto ambao ni wasumbufu, hatutakuwa na wazazi ambao hawasaidii watoto wao, hatutakuwa na maombolezo ama ile kuachwa na mpendwa wenu, hakutakuwa na lolote kibaya. Kristo atakuwa amesimama kweli kweli ili akuokoe maishani mwako. Sijui kama ungependa kuwa na maisha kama hayo. Msomaji, tuenende mpaka kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 22, tuanzie mstari wa kwanza hata mstari wa 12. Inasema hivi. Naam. Yesu akajibu akawaambia Yesu akajibu akawaambia tena. nini tena? Akawaambia tena kwa Methali akisema, Naam. ufalme wa Mungu umefanana na mfalme mmoja Naam. aliyemfanyia mwanawe harusi. Naam. Akawatuma watumwa wake. Yaani ufalme wa Mwenyezi Mungu umeweza kufananishwa na mtu mmoja, tajiri mmoja, ambaye aliweza kualika nani, msomaji? Inasema ya kwamba Naam. ufalme wa mbinguni umefananishwa na mfalme mmoja. Naam. Aliyemfanyia mwanawe harusi. Naam. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini. Huyu ni mzazi ambaye anampenda mwanawe na anataka kumfanyia sherehe, anataka kumfanyia harusi, ili hiyo siku iweze kuwa ni siku ya kufurahisha, ili kwamba mwana huyu atakapoingia katika familia yake aweze kuishi maisha akijua ya kwamba kwa hakika mzazi wangu alifanya mambo yote, alitoa pesa zote ambazo alikuwa nazo, ili kwamba sherehe hii iweze kufanikiwa. Na hivyo basi, msomaji, endelea. Mzazi huyu anapotoa mali yake yote ili aweze kuandaa harusi itakayofanikiwa, anachukua hatua na anawaalika wale wote watakaojiunga katika sherehe hiyo. Na sijui kama watu hao ambao wamealikwa watakuja. Msomaji, endelea. Watakataa kuja. Akatuma wengine watu kwa wengine. Naam. Akisema, naam, waambieni wale walioalikwa, naam, tazameni, nimeandaa karamu yangu. naam, Ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa. naam, Na vyote vimekuwa tayari. naam. Endelea msomaji. Naam. Inaendelea tano ikisema, Naam. lakini hawakujali. Lakini hawa hawakufanya nini? Hawakujali. Hawakuweza kujali. Na ninawaambia ya kwamba katika sherehe zote ambazo zitaweza kuandaliwa katika ulimwengu huu, watu wengine wataalikwa na wataweza kutoa vijisababu ya kwamba mimi siwezi kuja kwa sababu hii na hii. Na hivyo basi Mungu anajaribu tuweze kuelewa jambo hili ama jambo fulani katika hadithi hii ama parable, yani mbazi ambaye ama midali ambaye anatoa hapa, ili kwamba aweze kutoa funzo kwetu ya kwamba ameweza kuandaa sherehe, na sherehe hii imechukua gharama kubwa sana maishani mwa huyo ambaye alikuwa anaandaa sherehe hiyo. Yani anajaribu tu kutoa mfano wa jinsi ambavyo Mungu aliweza kupenda ulimwengu huu, yani jinsi ambavyo Mungu alivyomjalia mwanadamu. Yani hakutaka yeyote aweze kupotea, bali alitaka watu wote wafanye nini? Waokolewe na waweze kufikia nini? Na waweze kufikia toba. Yani watu wote wapate kuelewa ukweli ambao umo katika neno lake. Na hivyo basi
akatwambia kupitia Petro ya kwamba yani aliweza kutoa gharama ambayo iliweza kununua kila mmoja wetu. Yesu Kristo akatoa nafsi yake, akaweza kuangikwa msalabani, akapitia mateso mengi, naye akamlilia Mungu, Eloi Eloi lama sabachthani, maana kulikuwa na uzito mwingi kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu. Na hivyo basi angependa kila mmoja wetu aweze kupata kuokolewa. Sio ya kwamba tu uweze kujua Kristo alikuokoa, bali utakapojua ya kwamba Kristo aliweza kukuokoa, uweze kujiondoa katika mahali ambapo panakupa raha hapa duniani, uweze kumtazama Kristo, uweze kujua Kristo angependa niweze kufanya nini maishani mwangu, uweze kujua ni nini ambacho Kristo angependa niweze kuyajua, ni nini ambacho Kristo angependa nisaidike kupitia kwayo, ili maishani mwangu niweze kufanikiwa, ili hata ingawa ninapitia changamoto sasa niweze kufanya nini, niweze kushinda. Wengi wetu tumeweza kumsaliti Kristo, maana alipotuita ametuita kweli kweli, lakini sisi tumeamua naam tutakuja, lakini tutakuja kukaa tu kanisani tuweze kusikiza mahubiri, wala hatuwezi kuenenda na kuambia wengine kuhusu upendo wa Mungu. Wengi wetu tumeweza kuamua kwamba kweli tutaenda harusini, lakini sisi tutaenda kujikalia wenyewe, tuweze tu kuwa mabwana juu ya kondoo wa Mungu, ukiwafanyia mambo maovu ambayo hayamfurahishi Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi Mungu anawatafuta basi wale wote ambao wataweza kujitolea siku ya leo na hata maishani mwao, wakisema ya kwamba kweli nimealikwa harusini, na maana nimealikwa harusini mwa Baba yangu, nitatoa vyote jinsi ambavyo Mungu alitoa yake yote, ili kwamba sisi tuweze kupata kuokolewa. Na hivyo basi tutakuwa na nguvu na uwezo wa kuwafikia wengine na kuambia kuhusu upendo wa Mungu. Maana wale wa kwanza walipoitwa wakakataa kusikiza kile ambacho Mungu akawaambia, na hivyo basi Mungu akasema jambo, akaona maana yake watu hao wamekataa kusikiza, hao wataachwa na wengine wataitwa. Siku ya leo usipochukua nafasi hii na kumtafuta Mungu, jua ya kwamba nafasi yako itachukuliwa na mwingine, na utajuta maanake haukujitolea kwa Mwenyezi Mungu. Endelea msomaji. Inasema mstari wa 5. Naam. Lakini hawakujali. Naam. Inasema wakaenda zao. Naam. Mmoja shambani kwake. Naam. Mmoja kwenye biashara yake. Naam. Nao mmoja kwenye biashara yake. Naam. Hao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawateka jeuri na kuwaoa. Basi yule mfalme akakadhalika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Mstari wa 8 inasema, unasemaje msomaji? Kisha akawaambia watumwa wake, harusi i tayari, lakini wale wote ambao walialikwa walifanya nini? Hawakustahili. Sijui kama Kristo atasema ya kwamba baada ya kukuita ewe kuwa mshiriki na hata kuwa mwana wake kwa miaka hii yote, atasema ya kwamba haustahili. Umezaliwa humu kanisani, umelelewa, na sasa umekuwa hata mtu mzima. Itakuwa vipi Kristo atakaposema ya kwamba wewe haustahili? Umekuwa ukijumuika katika ujenzi wa kanisa hii, umetoa pesa zako katika kufanikisha kazi ya Mwenyezi Mungu, kisha Mungu aweze kusema ya kwamba haustahili. Itakuwa vipi kwako ewe
ama mwana wa Mungu? Itakuwa vipi umekuwa ukitumia muda wako ukija kanisani ili kwamba uweze kuwashughulikia wageni, ili kwamba uweze kufanya kazi hata ya uzee, ili kwamba hata uweze kufanya kazi ya ushemazi, ili hata kwamba uweze kufagia kanisa hili liwe safi, ili watu wa Mungu watakapokuja waweze kufurahi. Itakuwa vipi Kristo akikwambia kwamba haustahili? Msomaji, endelea. Basi naam, na wote na kwa wote ambao mnawaona mfanye nini? Mweze kuwaita waweze kuja harusini. Sisemi ya kwamba ninyi hamjaweza kujiandaa kwa ajili ya Kristo. Sijui kama kweli mmejiandaa, na sijui sababu Kristo akatuleta katika eneo hili ili kwamba tuweze kutangaza katika kule sehemu ya utumishi ya kwamba Kristo anarejea, na hivyo basi watu wengine wanastahili kusikiza. Sijui kama Kristo anasema ya kwamba ninyi hamstahili, lakini Kristo anatupenda, na ndiyo sababu anatupa onyo hili, na anataka tuweze kuamka ili kwamba watu wengine kule nje watakaposikiza ujumbe wa Mungu na waweze kumjia Kristo, nasi tulio hapa ndani tusiweze kuangamia, bali pamoja na wale wote watakaopokea na kuliamini jina la Yesu Kristo tuweze kupokea uzima wa milele, tuweze kutembea pamoja na Kristo. Iwe ni wakati wa shida, iwe ni wakati wa furaha, tuweze kuendelea tukimtumainia Kristo ambaye ndiye msaidizi wetu, ambaye ndiye mwombezi wetu, ambaye ukimwambia jambo lolote ambalo linakusumbua ana uwezo wa kukusaidia. Msomaji, endelea. Naam. Watumwa wale wakaondoka. Naam. Wakakusanya wote waliowaona. Naam. Waovu kwa wema. Naam. Naam, asante sana. Basi ni jambo tu la kutuhamasisha ama jambo la kutufufua na kutuambia kwamba sherehe lazima ijazwe na watu wa Mungu. Sijui kama wewe ng'ang'ana angalau upate kiti cha kukalia katika sherehe hiyo. Sijui kama wewe utaona ni jambo ambalo linafaa uweze kuwa shereheni, ama umefurahia maisha ya dunia hii, ama umefurahia kuwa na mali zako, ama umefurahia kuwa na utajiri huo wako wote, ama umefurahia na kutosheleshwa na kila ambacho uko nayo. Na hivyo basi ni jambo ambalo tunasema ya kwamba tuweze kumtafuta Kristo kama ungependa kuwa na uzima wa milele. Maana Kristo aliupenda ulimwengu huu wote, akamtoa mwana wake wa pekee, ili kwamba yeyote atakayemwamini asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Msomaji, katika maisha yetu tunang'ang'ana. Fika kitabu cha Mathayo 7. Usome kuanzia mstari wa 13 na 14. Inasema ya kwamba ingieni kwa kupita mlango ulio mwembamba. Ingieni kwa kupita mlango ambao uko wazi. Mwembamba. Ambao uko mwembamba ama wazi. Inasema ingieni kwa kupitia. Naam. Mlango ulio mwembamba. Neno la Mungu linatuambia kwamba hebu ninyi watu ambao mnapokea ujumbe wa Mungu muweze kuingia katika mlango ulio kiasi gani? Ulio mwembamba, ama umesema ulio pana? Ambao ni mwembamba. Unajua nini kuhusu mlango ulio mwembamba? Lazima ujisukumie, yani ujifinyilie kwamba uweze kupita. Lakini Kristo anatuambia kwamba kunao wale ambao hawatakubali kuingia katika mlango huo. Watachagua mlango mwingine ambao ni upi, msomaji? Inasema ya kwamba mlango ni mpana. Naam. Asante sana. Kristo anasema ya kwamba kuna mlango ambao ni pana, kuna mlango ambao ni mkubwa,
ambao watu wangependa kwenda kwa pamoja wakifurahia raha za dunia. Lakini Kristo anasema ya kwamba ninyi kama mnanipenda, kubali kuingia katika njia ambayo ni mwembamba, njia ambayo ni kidogo. Hata ingawa kutakuwa na shida nyingi utakazozipitia, vumilia. Maana wale wote ambao wataweza kuingia katika ufalme wa Mungu ni watu ambao wamekuwa wakivumilia shida nyingi, watu ambao wamekuwa wakizishika sheria za Mungu, na hivyo basi wataweza kufurahia, maana Kristo atakuwa ametenda yote ambayo angeweza kutenda kwa minajili ya wokovu wetu. Hivyo basi siku ya leo, hilo ndilo ambalo tunaweza kusema ya kwamba hebu naweze uamke, ewe unayezinzia, uweze kuondoka katika mahali na raha ambazo wewe mwenyewe uko katika hiyo, na mtafute Kristo ambaye ataweza kuangaza maishani mwako. Nikimalizia, ningependa msomaji weze kufika kitabu kile cha Waefeso 5 mstari wake ni wa 16. Ili kwa naam, pia muweze kukomboa wakati, kwa maana naam, katika zama hizi tunaishi katika zama ama wakati ambao mambo ni maovu sana, na hivyo basi tunastahili kuweza kutunza muda wetu, tuweze kutumia muda wetu vizuri katika kumtafuta Mungu wetu, ili kwamba muda huo uweze kutupa wokovu. Maana utagundua ya kwamba watu wengi hawatunzi muda wao vizuri, hata yani katika shughuli zao zote wanatumia katika utumishi kule kazini mwao, hata nafasi hawawezi kumpa Mwenyezi Mungu. Hata wakiwa kanisani utapata wengine wamo mitandaoni, wamo Facebook, wako WhatsApp, sijui wako wapi, wanajishughulisha na mambo ya dunia hii. Lakini Kristo anakuambia kwamba wakati ni mchache. Shetani mwenyewe anajua ya kwamba wakati wake ni mchache sana, na anajaribu kuhangaika ama kutembea kote ulimwenguni akitafuta wa kumla. Na Kristo hana haja na wale ambao hawajamfahamu Kristo, anawatafuta wale ambao wamo kanisani. Na ndio maana Mungu akatuambia kwamba lazima mpite katika njia ambayo ni nini? Ambayo ni mwembamba. Maana shetani atakuja kukupa vikwazo vingi, utalia, utapitia changamoto nyingi, lakini baada ya yote ujue kwamba Kristo atakushindania. Maana alitoa vyote, na kupitia kwa damu yake damu yake ya dhamana tutakuwa na uwezo wa kumshinda shetani. Maana katika siku ile ambayo aliangikwa msalabani akatushindania, alitushindania nasi twaweza kushinda. Alitupa kielelezo, alishinda nasi twaweza kushinda. Hivyo basi, kama ni ombi lako ya kwamba Kristo aweze kukusaidia, uweze kumtazamia siku zote, aweze kuwa mwenye kukupa nguvu wakati wa kupitia changamoto. Kama ni mapenzi ama ni ombi lako ya kwamba Kristo akusaidie uweze kuelewa mapenzi yake, ama yale yote ambayo anataka uweze kuyajua maishani mwako, ili kwamba uweze kufikia ukweli wote na kujiandaa kwa minajili ya kurejea kwake mara ya pili. Hebu na uweze kupata kusimama ili tuweze kupata kuomba pamoja. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu?
kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Eliya. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema, zihuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Ni ombi letu kwamba Kristo aweze kuzihuisha roho zetu ili tuweze kuwa nuru katika vijiji, katika sehemu zote ambazo tutakweza kuwemo pale, ili watu watakapotuona waweze kuona watu ambao wanatembea na Kristo, ili watu wanapotuona waone watu ambao kwa hakika wamebadilika. Isiwe ni kwamba sisi ndiyo vikwazo kwa watu ambao hawajapata ujumbe wa Mungu. Isiwe ni kwamba sisi ambao tumo kanisani bado tunatembea kula gizani, tukifanya mambo ambayo hayastahili, tukijihusisha na mambo ambayo yanaangamiza hata majirani wetu. Tusijihusishe na mambo maovu, bali tuweze kusimama na Kristo aweze kuangaza maishani mwetu. Tuweze kuwa nuru kwa ulimwengu huu, ili tusiwe wenye kubeba mzigo wa watu wengine. Maana Kristo atasema ya kwamba wewe ndiye uliyemkwaza jirani wako, na hivyo basi hakupata nafasi ya hata kumjia Kristo. Hivyo basi kuanzia siku ya leo tumtafute Mungu, na Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Anasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, yani waraka wa pili, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ya kwamba watu wangu watakaponijia, watakapojinyenyekeza ama watakaponyenyekea mioyoni mwao na kuzitupu dhambi zao, Kristo atakuwa na uwezo wa kuwasamehe dhambi hizo na atawaokoa maishani mwao. Na hivyo basi Kristo na Mungu wetu anatupenda. Tunapoomba sasa hivi, nawe umwombe Kristo aweze kukubadilisha, maana ni Mungu wa upendo. Ana uwezo wa kukusamehe, ana uwezo wa kukuelekeza katika njia yake, na utaishi milele. Na tupate kuomba. Mungu mwenye kufufua wafu, Mungu mwingi wa rehema na upendo, Mungu uliye upenda ulimwengu huu hata ukamtoa mwanawe wa pekee wakati sisi hatukustahili, tunanyenyekea miguuni pako mchana wa leo, tukiomba msamaha kwa sababu ya dhambi zetu. Tumekukosea Mungu wetu, tumeenda mbali nawe, tumepuusa wakati wa kuomba, tumepuusa wakati wa kusoma neno lako, tumejihusisha na biashara zetu, tumejihusisha na mambo yetu sisi wenyewe, bila kujua ya kwamba wakati umekaribia na wokovu umo pamoja nasi. Yani hatujachukua muda wa kuandaa mioyo yetu ili ujapo tuweze kuwa tayari. Utusamehe Mungu wetu, uweze kusafisha mioyo yetu, tuweze kuwa wenye kustahili machoni pako. Wana wako wanapokulilia hata sasa hivi mioyoni mwao, usiwaachilie Baba, bali uweze kuwa karibu na wao, uwapiganie, watie nguvu na upate kuwashindia, ili siku zote wapate kukuinua na hata kusifu milele, wapate kuwa nuru maishani mwao. Na hivyo basi jina lako litapata kutukuzwa hata miongoni mwa wale ambao hawataweza kupokea ujumbe wako. Baba, kwa wakati huu tunasema utukuzwe na umidiwe, maanake umenitumia kama chombo chako, na vile vile umewapa wana wako uwezo wa kusikiza ujumbe huu ili waweze kufanya maamuzi ya kukufuata maishani mwako. Basi kuwa nasi kuanzia wakati huu na hata milele, na nikupitia kwa jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na hata mkombozi wetu.
Amina. Ningependa kuwakaribisha wanamishonari kwa ajili ya wimbo mmoja. Karibuni.